Hujambo mtazamaji wa Zone Media, karibu tena. Mashariki ya Kati inazidi kuwa katika hali ya hatari baada ya shambulizi la Irani kushambulia hospitali ya Soroka kusini mwa Israel na kusababisha maafa makubwa sana. Sasa waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei hawezi tena kuruhusiwa kuendelea kuishi kufuatia shambulio la kombora la Iran lililogonga hospitali ya Soroka iliyopo Beersheba kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa AFP na vyombo vya habari vya ndani vya Israel, hospitali hiyo iliharibiwa vibaya na makombora yaliyovurumishwa na Irani usiku wa kuamkia Alhamis. Watu wasiopungua 47 walijeruhiwa, baadhi wakiwa katika hali mbaya, ingawa hatua za dharura za kuwaondoa wagonjwa kabla ya shambulio ziliokoa maisha ya wengi. Waziri wa ulinzi Katz amesema kuwa shambulizi hilo ni jinai ya kivita na kwamba Israel italipiza kisasi kwa kulenga miundombinu ya kijeshi na nyuklia ya Iran. Tumefikia mahali ambapo Khamenei hawezi tena kuruhusiwa kuwepo, aliongeza. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitaja shambulizi hilo kuwa kazi ya magaidi wa kigaidi, akiahidi hatua kali dhidi ya viongozi wa Tehran. Kwa upande wake, Iran imedai kuwa ililenga kituo cha kijeshi karibu na hospitali na si hospitali yenyewe, lakini picha na ushuhuda kutoka eneo la tukio vinaonyesha moja kwa moja uharibifu mkubwa katika hospitali hiyo. Taarifa za hivi karibuni kutoka mashirika ya haki za binadamu zinaonyesha kuwa hadi sasa zaidi ya watu 600 wameuawa nchini Iran, huku 24 wakiripotiwa kupoteza maisha upande wa Israel katika mfululizo wa mashambulizi haya yaliyoingia siku ya 7 mfululizo. Shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa linaongezeka, huku China, Urusi na Umoja wa Ulaya wakitaka pande zote kusitisha mashambulizi na kuanza mazungumzo ya kidiplomasia. Irani imepanga kushiriki kikao maalum mjini Geneva kujadili mwelekeo wa hali ya Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo waziri wa ulinzi pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamezungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea alfajiri ya leo baada ya shambulizi zito kwenye hospitali katika mji wa Beersheba kusini mwa Israel. Na shambulizi hilo limesababisha zaidi ya watu 47 kujeruhiwa, huku vifo vikiwa havijawekwa wazi na mamlaka za Israel. Lakini vile vile wameita kwamba serikali ya Khamenei ni serikali ya kigaidi na kwamba hawawezi tena kumruhusu Khamenei aendelee kuishi. Sina shaka hizi ni dalili ambazo Israel itaendelea kwa ajili ya kuweza kutafuta uhai wa Khamenei, kwa sababu hata rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa kusema kwamba Ali Khamenei hawana mpango wa kumuua kwa sasa, na Netanyahu alisema kwamba wakimuua Khamenei itakuwa ni mwanzo kwa kuweza kupunguza mzozo kati ya Israel pamoja na Irani. Tufuatilie kwa ukaribu zaidi ili uweze kufahamu nini ambacho kitajiri katika nyakati za hapo baadaye. Jina langu naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media.